Kaimu mkurugenzi wa halmashauri, katibu tawala wetu, kamati ya usalama, waheshimiwa madiwani, wataalamu wetu wakuu wa idara na vitengo, waandishi wa habari, wageni mbalimbali walikwa na wananchi mliohudhuria baraza hili la leo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Tumie tena nafasi hii kuweza kwanza kuwashukuru kwa namna ambavyo umeweza kushiriki katika kutoa mawazo, kuchangia, lakini pia ushauri wenu kwenye baraza hili. Niwashukuru mkurugenzi pamoja na wataalamu wote kwa namna ambavyo wameweza kushiriki kutoka ushirikiano katika kutoa ufafanuzi na ufumbuzi mbalimbali wa hoja ambazo ziliibuliwa na waheshimiwa madiwani katika halmashauri yetu kwenye baraza letu hili. Lakini pia nitumie nafasi hii kuweza kushukuru katibu tawala wetu kwa ushauri wako na uwepo wako kwenye baraza hili. Kama nilivyosema pale awali kwamba sisi kama baraza tumepokea ushauri na maelekezo ya serikali kama ulivyoweza kuyatoa, na tunaahidi tutatoa ushirikiano kwa ajili ya kuweza kuyatekeleza kwa maslahi mapana ya wananchi wa halmashauri yetu ya Rungwe. Waheshimiwa madiwani, kwenye moja ya ajenda ambazo ziliwasilishwa kwenye baraza letu, taarifa ya mrejesho wa bajeti ambayo sasa tumeanza kuitekeleza kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 7. Tulikuwa na baadhi ya miradi ambayo inatekelezwa kwa kutegemea wahisani. Sasa tumeona kwenye mrejesho huu kwamba zaidi ya 76% ya fedha ambazo tulitarajia kuzipata ili tuweze kutekeleza miradi yetu kwenye halmashauri yetu ni kutoka kwa wahisani mbalimbali. Sasa fedha hizo hazitakuwepo tena. Kwa hiyo tuna kazi, naomba nitoe rai kwamba tunayo kazi sasa, tutoke kila mmoja kwenda kutimiza wajibu wake, kuhakikisha kwamba kila mmoja kwa nafasi yake kwenye eneo lake tunasimamia ipasavyo kwenye ukusanyaji wa mapato ili tuweze kufikia malengo ya utekelezaji wa miradi yetu ya maendeleo, tuweze kuziba lile pengo ambalo fedha hizo hatutazipata kwa mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo ni rai yangu kuwaomba waheshimiwa madiwani pamoja na wataalamu wote tushirikiane ili tuweze kufikia malengo ya utekelezaji wa miradi ambayo tumeweza kujipangia. Lakini pia waheshimiwa, naomba niwakumbushe kwamba sasa tumeanza mwaka mpya wa fedha. Hebu tutoke. Hapo awali kulikuwa na katazo la kufanya mikutano mbalimbali ya kisiasa. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali kwamba sasa tumeruhusiwa. Sasa niwaombe tutoke tuende tukafanya mikutano tukisikiliza kero kutoka kwa wananchi, lakini pia tutoke tukaeleze mipango mbalimbali ya serikali yetu kwa ajili ya wananchi tunaowawakilisha. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena kwa ajili ya mkutano huu mzuri na niwalike kwenye mkutano utakaofuata. Zaidi ya yote niwatakie kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena, asanteni sana. Nitamke rasmi kwamba nimefunga rasmi mkutano huu. Asante.